Masaibu Onyango. Yes, Gidi. Unajua Manjoro huwa ni jirani Onyango. Hiyo unajua? Yeye ni neighbor. Na Onyango huwa amesoma kushinda Manjoro. Lakini kwa ujanja kwa ujanja tu Manjoro ameshinda Onyi. Yes. Sasa Manjoro amewahi kuwa Tanzania. Yes. Onyi hajaienda Tanzania. TZ hapa Tanzania. Sasa Manjoro na Onyi walienda Tanzania. Walienda Tanzania kule kwa interview. Yes. Walikuwa wameitwa kazi fulani, wameenda interview. Lakini unajua kama vile nimekujuza, Manjoro amewahi kwenda TZ, so anajua mambo kule. Yes. So lolote akiuliza anajua kuhusu Tanzania. Na Onyi ndio mara yake ya kwanza Afrika Bongo. So kwa vile Manjoro ndio ilikuwa mara yake, ndio amewahi kwenda Tanzania. Yes. Sasa wakaamua kusaidiana kwa ile interview. Wakapanga kwamba Manjoro ndiye ataingia wa kwanza, ajibu maswali, alafu yale majibu apatie nani? Onyi. Apatie Onyi aingie na ajibu. Mwa Kenya. Hata si mwa Kenya, ni maswali wanaulizwa tu. Tuliopigiwa story bwana Mlei. Kwa hivyo yale maswali yakiulizwa, Manjoro atakuwa na jibu, lakini yale majibu atakuwa anapatia Onyi, kwa sababu yale maswali yatakuwa narudiwa. Hivyo hiyo ndio ilikuwa siri wameshagundua pale. Unanipata? Okay. Wakaingia kwa interview. Nani bwana Manjoro ndiye akaingia kwa interview. Alipoanza interview pale, swali la kwanza akaulizwa Manjoro. Na unajua wale wa Tanzania wanajua kwamba Wakenya wajui Kiswahili. Kweli. So ikabidi wa translate yale maswali kwa Kimombo ili waweze kuelewa. Si Manjoro ni wa kwanza. Swali la kwanza ikaulizwa. When did Tanzania get its independence? Manjoro na jamaa kwa ni mjanja, amewahi kwa Tanzania, kwa hivyo anajua hayo mambo. Yes. Akasema it was supposed to be in 1960 but it was postponed to 1961 due to many reasons. Yani Manjoro anajua mpaka hiyo yote. Umesikia? When did Tanzania get its independence? Akajibu it was supposed to be in 1960 but it was postponed to 1961 due to many reasons. Akaambiwa correct. Swali la pili. Unajua Onyi sasa kwa nje, Onyi anangojea majibu. Swali la pili. Who brought independence to Tanzania? Hilo ni swali ambalo Manjoro ameuliza.